Operesheni hiyo ambayo imelenga kuzuia ajali kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka ilianza Desemba 1 mwaka huu na kufanikisha kuwakamata madereva wa magari matano. Waliokamatwa ni George Geoffrey Mng'ong'o mwenye umri wa miaka 29. Huyu ni dereva mkazi wa Arusha ambaye alikuwa akiendesha gari namba T 933 EPL aina ya Toyota Land Cruiser ambulance ambapo alikuwa na abiria wanane. Paul Meshak Zakaria miaka 37, dereva mkazi wa Dar es Salaam, yeye amekamatwa anaendesha gari namba T 927 EPL aina ya Toyota Land Cruiser na yenyewe ni ambulance akiwa na abiria 9. Wengine ni Victor Pastori Baroho na miaka 30, dereva mkazi wa Dar es Salaam, akiendesha gari ya wagonjwa namba T 943 EPL aina ya Toyota Land Cruiser na yenyewe ni ambulance, yeye alikuwa na abiria 9. God Living Emmanuel Sawe miaka 37, dereva mkazi wa Dar es Salaam, yeye alibeba abiria 12 kwenye gari la wagonjwa namba za Uganda UA 055 BP aina ya Toyota Hiace yenye ambulance. Na John Matthew Masae, yeye huyu ana umri wa miaka 26, ni dereva mkazi wa Mbezi Dar es Salaam, yeye alibeba abiria 5 kwenye gari la wagonjwa namba T 988 EPL Toyota Land Cruiser. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni matumizi mabaya ya hilo gari na alikuwa akitumia ving'ora kuashiria kama wana wagonjwa, lakini aliposhtukiwa kutoa na abiria wamechukuliwa hizo hatua za kukamata. Madereva wachache wanaotaka kujipatia kipato kwa ajili ya tamaa. Hii tabia mimi nasema kwamba sio nzuri, kwa sababu yale magari ni ya serikali na yametolewa kwa ajili ya wagonjwa tu na sio vinginevyo. Sasa leo gari kama aina hiyo inabeba mtu ambaye sio mgonjwa kwa ajili tu ya safari, alipe pesa kwa dereva ili dereva apate kipato kwa ajili ya kujiongezea maisha yake mwenyewe. Hii tabia ni mbaya na isirudiwe, kwa sababu wanawafanya wagonjwa wenye haki yao ya kusafirishwa wanakosa, wanapanda watu wazima ambao hawaumwi wakati magari ya watu yapo ya abiria. Wachukua na magari ya abiria, hapana magari ya wagonjwa. Naiomba serikali ihakikishe kwamba inakomesha hili tatizo. Hawa watu wafanya tukio kama hili wachukuliwe hatua kali za kisheria. Kitendo cha madereva wa ambulance kupakia abiria, hicho ni kitendo ambacho ni kibaya. Hata mimi kama mimi, hicho kitendo ni kibaya, ni kinyume na sheria za serikali, kwa sababu kuna watu ambao wanahitaji huduma. Kuna wagonjwa ambao utakuta wamezidiwa, wanahitaji huduma kwa wakati. Hiyo inasababisha pia kupoteza maisha ya mtu. Serikali wachukue hatua, kwa sababu wachukue hatua kwa ajili ya hawa baadhi ya madereva ambao wanafanya vitendo ambavyo sio vizuri. Waweze kufuatilia hili, wachukuliwe sheria ili kuepushana na hayo mambo.